Bongo hapo zamani. Siku Mandela alipofika nyumbani kwa Mwalimu Msasani, Mandela alikuwa njiani akielekea Addis Ababa kwenye mkutano ambao ANC walialikwa rasmi. Ni mkutano wa PAFMESCA ambao ungeshirikisha nchi na viongozi wengi wa nchi za Afrika zilizokuwa huru wakati huo. Ilikuwa ni fursa kwa Mandela kufungua milango ya mawasiliano na viongozi mbalimbali kwa manufaa ya ANC na mapambano yao ya uongozi kutoka ubaguzi wa rangi. Mandela aliingia Tanganyika kwa mara ya kwanza kwa kupitia Mbeya. Tuone kwanza ni jinsi gani Mandela alivyoitafakari nchi yake ya kwanza ya Kiafrika aliyoiona tangu azaliwe. Ikumbukwe kwenye safari yake ya Tanganyika, Mandela aliongozana na Bwana Joel Matthews, mzungu mwanaharakati wa kupinga ubaguzi na mwanachama wa ANC. Mandela alishangazwa sana na aliyoyaona pale Mbeya, hususan pale kwenye hotel waliofikia. Mbeya inaingia katika historia kuwa ni mji wa kwanza wa nchi huru ya Kiafrika uliopata kutembelewa na shujaa wa Afrika Nelson Mandela. Kuna Mtanzania anayeingia pia kwenye historia hii, ni Bwana John Mwakangale. Huyu ni Mtanzania wa kwanza akiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya na kiongozi wa tano ambaye ndiye aliyempokea na kuongea rasmi na Nelson Mandela alipofika Mbeya. Pale hotelini Mbeya, Mandela alishangazwa kuona kuwa hakukuwa na ubaguzi wa rangi kama ilivyo kwao Afrika ya Kusini. Mandela alibaini mara moja kuwa amefika katika nchi iliyotawaliwa na Waafrika weusi, kwamba mzungu hakuwa mtu wa kuogopewa. Jambo hilo lilithibitishwa pale bwana mmoja Mtanganyika mweusi alipoona Mandela na mwenzake wanashangaa. Ndipo Mtanganyika yule alipokwenda sehemu ya mapokezi ya hoteli na kumuuliza mhusika, dada wa kizungu, "Madam, did Mr. Mwakangale inquire after these two gentlemen?" Aliuliza huku akionyesha Mandela na Joel Matthews. Anasimulia Mandela, bwana yule Mtanganyika alimuuliza dada yule mhusika kwa vile alimwona Mwakangale akifika hapo kuwaulizia wageni wake hao. "I'm sorry sir." "Samahani bwana," alisema dada yule, na kisha akaendelea kusema, "He did but I forget to tell them," kwamba ni kweli Mwakangale aliwaulizia lakini nilisahau kuwaambia, alisema dada yule mhudumu wa kizungu. Bwana yule Mtanganyika akamalizia kwa kumwambia mhudumu, "Please be careful madam," kwamba tafadhali dada uwe mwangalifu. Ndipo hapo kwa maneno yake Mandela anasimulia juu ya tukio hilo. "I then truly realized that I was in a country ruled by Africans," kwamba ndipo kwa ukweli alipobaini kuwa yuko kwenye nchi iliyotawaliwa na Waafrika. Na Mandela alipojiona kwa mara ya kwanza maishani mwake kuwa yuko huru, mbali ya kwamba nyumbani kwao ni Afrika ya Kusini, ni mtu aliyesakwa kwa udi na uvumba na watawala. Hatimaye safari ya kutoka Mbeya kwenda Dar es Salaam ikawadia. Mandela akawasili Dar es Salaam siku ya pili yake. Alipofika Dar es Salaam, Mandela akakutana na Julius Kambarage Nyerere nyumbani kwake Msasani. Ndiyo, ni Julius Nyerere, rais kijana kwenye nchi ambayo ilikuwa na mwaka mmoja tu tangu ipate uhuru wake. Mandela alishangaa kuona rais anakaa kwenye nyumba isiyo ya kifahari. Alishangaa pia kumuona rais anaendesha mwenyewe gari yake. Mandela anasema, "I recall that he drove himself in a simple car, a little Austrian." Nakumbuka aliendesha mwenyewe gari dogo ya kawaida aina ya Austrian. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, peji 345 mpaka 346. Naam, ni yepi mengine yaliyomshangaza Mandela juu ya Nyerere alipokutana naye pale Msasani? Na je, waliongea nini? Hii ni simulizi endelevu. Mwandishi wa simulizi hii ni Magida Mjengwa. Taarifa hii ya Nyerere kuendesha gari yake mwenyewe nimepata kuelezwa na mwanafamilia ya Nyerere kuwa huenda Mandela alisahau kuwa Nyerere aliendeshwa kwenye gari hiyo dogo. Nyerere hakuendesha mwenyewe. Kwa mujibu wa alichoniambia mwanafamilia huyo ni kwamba kwa kipindi hicho Nyerere alikuwa hajajua kuendesha gari. Naitwa Ibrahim Rajab, Ibra JR, Nitable Dancer, na hii ni Global TV. Bongo hapo zamani. Siku Mandela alipofika nyumbani kwa Mwalimu Msasani, Mandela alikuwa njiani akielekea Addis Ababa kwenye mkutano ambao ANC walialikwa rasmi. Ni mkutano wa PAFMESCA ambao ungeshirikisha nchi na viongozi wengi wa nchi za Afrika zilizokuwa huru wakati huo. Ilikuwa ni fursa kwa Mandela kufungua milango ya mawasiliano na viongozi mbalimbali kwa manufaa ya ANC na mapambano yao ya uongozi kutoka ubaguzi wa rangi. Mandela aliingia Tanganyika kwa mara ya kwanza kwa kupitia Mbeya. Tuone kwanza ni jinsi gani Mandela alivyoitafakari nchi yake ya kwanza ya Kiafrika
aliyeiona tangu azaliwe. Ikumbukwe kwenye safari yake ya Tanganyika, Mandela aliongozana na bwana Joel Matthews, mzungu mwanaharakati wa kupinga ubaguzi na mwanachama wa ANC. Mandela alishangazwa sana na aliyoyaona pale Mbeya, hususan pale kwenye hotel waliofikia. Mbeya inaingia katika historia kuwa ni mji wa kwanza wa nchi huru ya Kiafrika uliopata kutembelewa na shujaa wa Afrika Nelson Mandela. Kuna Mtanzania anayeingia pia kwenye historia hii, ni bwana John Mwakangale. Huyu ni Mtanzania wa kwanza akiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya na kiongozi wa tano, ambaye ndiye aliyempokea na kuongea rasmi na Nelson Mandela alipofika Mbeya. Pale hotelini Mbeya, Mandela alishangazwa kuona kuwa hakukuwa na ubaguzi wa rangi kama ilivyo kwao Afrika ya Kusini. Mandela alibaini mara moja kuwa amefika katika nchi iliyotawaliwa na Waafrika weusi, kwamba mzungu hakuwa mtu wa kuogopewa. Jambo hilo lilithibitishwa pale bwana mmoja Mtanganyika mweusi alipoona Mandela na mwenzake wanashangaa. Ndipo Mtanganyika yule alipokwenda sehemu ya mapokezi ya hoteli na kumuuliza mhusika, dada wa kizungu, "Madam, did Mr. Mwakangale inquire after these two gentlemen?" Aliuliza huku akionyesha Mandela na Joel Matthews. Anasimulia Mandela, bwana yule Mtanganyika alimuuliza dada yule mhusika kwa vile alimwona Mwakangale akifika hapo kuwaulizia wageni wake hao. "I'm sorry sir," samahani bwana, alisema dada yule, na kisha akaendelea kusema, "He did but I forget to tell them," kwamba ni kweli Mwakangale aliwaulizia lakini nilisahau kuwaambia, alisema dada yule mhudumu wa kizungu. Bwana yule Mtanganyika akamalizia kwa kumwambia mhudumu, "Please be careful madam," kwamba tafadhali dada uwe mwangalifu. Ndipo hapo kwa maneno yake Mandela anasimulia juu ya tukio hilo. "I then truly realized that I was in a country ruled by Africans," kwamba ndipo kwa ukweli alipobaini kuwa yuko kwenye nchi iliyotawaliwa na Waafrika. Na Mandela alipojiona kwa mara ya kwanza maishani mwake kuwa yuko huru, mbali ya kwamba nyumbani kwao ni Afrika ya Kusini, ni mtu aliyesakwa kwa udi na uvumba na watawala. Hatimaye safari ya kutoka Mbeya kwenda Dar es Salaam ikawadia. Mandela akawasili Dar es Salaam siku ya pili yake. Alipofika Dar es Salaam, Mandela akakutana na Julius Kambarage Nyerere nyumbani kwake Msasani. Ndiyo, ni Julius Nyerere, rais kijana kwenye nchi ambayo ilikuwa na mwaka mmoja tu tangu ipate uhuru wake. Mandela alishangaa kuona rais anakaa kwenye nyumba isiyo ya kifahari. Alishangaa pia kumuona rais anaendesha mwenyewe gari yake. Mandela anasema, "I recall that he drove himself in a simple car, a little Austrian." Nakumbuka aliendesha mwenyewe gari dogo ya kawaida aina ya Austrian. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, peji 345 mpaka 346. Naam, ni yepi mengine yaliyomshangaza Mandela juu ya Nyerere alipokutana naye pale Msasani? Na je, waliongea nini? Hii ni simulizi endelevu. Mwandishi wa simulizi hii ni Magida Mjengwa. Taarifa hii ya Nyerere kuendesha gari yake mwenyewe nimepata kuelezwa na mwanafamilia ya Nyerere kuwa huenda Mandela alisahau kuwa Nyerere aliendeshwa kwenye gari hiyo dogo. Nyerere hakuendesha mwenyewe. Kwa mujibu wa alichoniambia mwanafamilia huyo ni kwamba kwa kipindi hicho Nyerere alikuwa hajajua kuendesha gari. Naitwa Ibrahim Rajab, Ibra JR, Nitable Dancer, na hii ni Global TV. Bongo hapo zamani. Siku Mandela alipofika nyumbani kwa Mwalimu Msasani, Mandela alikuwa njiani akielekea Addis Ababa kwenye mkutano ambao ANC walialikwa rasmi. Ni mkutano wa PAFMESCA ambao ungeshirikisha nchi na viongozi wengi wa nchi za Afrika zilizokuwa huru wakati huo. Ilikuwa ni fursa kwa Mandela kufungua milango ya mawasiliano na viongozi mbalimbali kwa manufaa ya ANC na mapambano yao ya uongozi kutoka ubaguzi wa rangi. Mandela aliingia Tanganyika kwa mara ya kwanza kwa kupitia Mbeya. Tuone kwanza ni jinsi gani Mandela alivyoitafakari nchi yake ya kwanza ya Kiafrika aliyoiona tangu azaliwe. Ikumbukwe kwenye safari yake ya Tanganyika, Mandela aliongozana na bwana Joel Matthews, mzungu mwanaharakati wa kupinga ubaguzi.